Mungu uliomtolea ninakufunga gerezani. Sasa unakula kwa kupimiwa. Unajua ukiwa gerezani. Jela ama central. Wewe akinyule hata sikuelewa kufanya nini? Ulikuwa umeshikwa na bwana wako. Ulienda kufanya kufanya. Ulikuwa kwa kazi yako. Ukapelekwa simulateo kwa kazi, yani ulipofika kwa kazi pale simulateo. Ulikuwa dereva. Ukakataa. Uligonga. Insurance haikusaidia. Ndani kakula maharagwe ya kupikia watu. Mazuri yale bwana. Hayapikwi na mwanamke. Inapikwa kisoje. Haleluya. Amen. Ukiingia shimo rumande kama ni kweli baya haija badilika. Rumande ni block ngapi? Rumande ya shimo ni block ngapi? Bana zote nazijua. Na ziko hapo. Sini. Ha? Mimi nimeuliza ya rumande ni block ngapi? Hata kwa watoto. Kwa watoto ni huku mwanzo kama tunaingia upande wao huku sawa. Lakini sasa kwa wafungwa yuko namna hii. Sawa? Sasa kuna nataka mnitajie. Kila kitu pale kuna. Wasaidie tu. Ni block C. Sawa? Haleluya. Amen. Alafu unaona ukiingia hivi kuna fundi wa makapeta. Kiingia tu unaona maua yamepangwa miti vizuri. Alafu kuna carpet. Alafu nyuma yake kuna konde. Unajua konde? Unajua konde? Unajua konde? Hata usitamani kujua. Watu wa life wafungwe konde. Aliyehukumiwa kifo cha kunyongwa. Life kama block D. Tumekuwa huko. Nani alienda Manyani? Huko. Hata kamiti ni nzuri. Lakini Manyani kiboko. Sawa? Hiyo nayo haishindi ngoma. Hiyo kuna ile ya watukutu. Ukibahatika hapo abudu Mungu anobaki na bafu peke yake. Wale ukitoka hapo unaweza tolewa kwa pole la wanyama. Hata waweza usipigwe risasi au utatoboa. Naenda unashukishwa tu kwa kale kagari alafu wao wanarudi. Wanajua utoboa. Haleluya. Amen. Tumekuja kwa sababu ya kifungo. Dhambi inapotea wapi? Kwa hivyo fanya yaliyo mema ili upate kibali kwa maisha yako. Amen. Kwa kila kitu chako. Amen. Hakuna mtu ambaye hahitaji kibali. Kila mmoja anahitaji nini? Cha mafanikio, cha baraka, ongoza, ongezeka. Lakini mfanyie Mungu aridhike ndio akupatie kibali. Sio John anayepeana kibali. Haleluya. Amen. Amen. Maombi yaende na matendo ndio yana vibali. Sasa wewe sema sitoi. Kama ni mkono hata sasa hivi kwa sababu ya kibali kukuje piga hapo kwa uso. Matendo yako
na maombi ambayo utakuwa nayo, na Mungu akiangalia maombi yako anakuta yanaendana na vile Amen. 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 Watu wanakushangaa. Unakuja unashuhudia hapa, watu wanalia. Unakuja unashuhudia hapa mpaka anasema huyo ndio amenigusa sana. Na wewe utakusa Mungu leo. Sababu mwingi. Wacha tuone kama utamwimbia Mungu saa hii ama utatoa iliyo kamili. Unajua kuna mahali Yesu alisemaje? Alisema hadi toeni sadaka zenu zote. Kuna mahali Yesu alisema uzeni mlizo. Niwapatie ama niwaachie hiyo? Nenda katika kitabu cha Luka 12:22. Kitabu cha Luka mtakatifu 12:22 nasema, akawaambia wanafunzi wake, sema mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Nitasikia kile Baba ataniambia. Haya, sikia umeapa. Amen. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu vaa nini. Umesikia? Yesu anaongea vitu vya point sana. Unasikia? Maisha ni zaidi ya nini? Ya chakula. Sasa kama huko duniani unakula nini? Yaani sasa hivi ugonjeke na huo mwili hauingii chakula, utafanyaje? Endelea. Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula, na mwili ni zaidi ya mavazi. Watafakarini kunguru, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, hawana ghala wala uchanga, na wewe unalo. Endelea. Na Mungu huwalisha. Kabisa. Bora ninyi mara nyingi. Na yupi kwenu? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake? Wangapi walitamani kuwa warefu? Wangapi walitamani kuwa wadogo? Wangapi walitamani kuwa wenye shape? Wangapi walitamani kuwa na kifua? Hivyo ulivyo. Baba wimbo hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo. Hata ukiweka zile bandia zinajulikana. Unapaka macho kaende yanakataa. Ukisimama mahali unasema Mungu nisaidie hii siku iishe vizuri. Hapo una shida. Unaongeza bandi lingine juu. Sasa si Mungu amesema hivi. Nani anaweza kujishughulisha? Hakuna. Hata nywele zenyewe. Wewe unakubaliana na hali uliona? Hata ukimwendea mwenzako ni yake. Amen. Weupe wake ni wake. Ndio. Jamani ni wake. Amen. Tamani niwe kama yule dada. Ninatamani. Bali. Mungu aliuliza sije ukayo nataka kuwahudumia wengine bado kuna watoto wangu umesikia wakicheza hapa. Bado wanataka kuniita baba huko mbele. Kwa hivyo achana na mimi jamani. Na yupi kwenu? Ni yupi hapa Yerusalemu ambaye akijisumbua? Ambaye akijisumbua, kumbe kunaitwa kujisumbua. Unaona vile sometimes unajisumbua. Badala tuletee sadaka hiyo pesa. Mungu yako ulibani. Bana kunaitwa kujisumbua. Dia dawa matiti ya wema. Nakuwa kama ngome kuja ngumu. Ya nini? Wewe twende tukapige boli.
Hivyo na Mungu hakukosea. Kwanza uko fiti sana, kama ungeyapewa yale mengine usingeyaweza. Ungekuwa mchafu. Na mwingine anasema ongeza volume baba. Hiyo inatosha. Amen. Hebu tuendelee. Ambaye akijisumbua ndio. Unataka bwana msafi na wewe mwenyewe mchafu. Sasa Mungu akikupatia mtu anayefanana na wewe, unaweza kusema natamani hili. Amen? Amen. Yes. Kibali. Amen. Endelea. Ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja, hata kidole. Kuna mahali pengine unatamani, unataka kuwa mwizi mkono ufike mbali. Yaani kuna watu wengine ikiwa hamwezi hata neno lililo dogo. Ikiwa hamwezi neno lililo dogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Kwa nini mjisumbue kwa ajili ya yale mengine? Yatafakarini maua. Yatafakarini maua haya jinsi yameavyo. Hayatendi kazi kabisa. Nami nawaambia ndio ya kwamba hata Sulemani yule tunayemjua alipewa hekima katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri. Malizia. Basi ndio ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa mkalibuni, ndio je, hata watendea nini zaidi jamani, enyi wa imani haba? Hebu maliza hapo mbele. Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi. Kwa zingine hata unasema umefanya bidii ya kupata. Niliwaambia kuna kisa ambayo hata mama yuko hapa. Shida wewe. Hujawahi ona shida. Niliwaambia jana. Kuna mama aliacha na familia yake kabisa. Marafiki kabisa, ndugu zake kabisa. Akabaki hivyo alivyo. Akawa anatafuta chupa akaenda kuuza. Amen. Amen. Ana watoto wake wawili wanatembea, mmoja kwa mgongoni. Anatafuta chakula wapi? Galani pale kwa majaa. Anakutana na simba, anapeana watoto wake. Watu wanamuona ni chokora, lakini mama sio chokora. Bali ametafuta namna. Imeshindikana na ndugu zake wako na nafasi nzuri. Lakini hawezi ajiriwa kazi kwa hali alionayo. Akabidi auze chupa tu. Na saa zingine hizo chupa pia nazo anaweza kuzikosa za kukidhi hiyo mahitaji yake. Hapo hapa huyo baba. Hapo hapa vile naongea. Wewe unasema una shida. Unajua shida mwanangu. Unasema una mateso. Unajua mateso wewe? Mimi ni baba. Napokea watu wa aina nyingi sana. Na ilikuwa alipoingia nilimuona. Na shida alizokuwa nazo nilimuona. Na nguo alizokuwa nazo niliziona. Na alikuwa hana mahali pa kulala. Anatafuta nyumba ambazo hazijaisha na lala hapa. Siku nyingine akatembiwa na wakora. Wahuni tu. Kamtembu yule mama. Akaenda kamrepu mbele ya watoto wake wakiona. Watoto wakawa wanalia, wakafungwa na wakaekewa socks kwa mdomo. Akamwambia watoto wangu msilie. Nyamazeni tu. Wakapata vile wanataka. Afuta hapo wakaondoka. Yule mama yule akatafuta mahali pengine pa kulala. Akawa na time hizi maduka ambazo ziko na kiambaza. Analala hapo nje, anajifunika na watoto wake. Ikifika asubuhi anatoroka. Anatafuta kutafutia riziki. Mara anaokota maembe ambayo hajanania zaidi yametupwa. Mara unamwona hapa jana. Na watu ambao wanasema mtu fulani amekuwa chizi. Anahangaika.
Nyingine anasema alikuwa anapita hapa akasikia yale maombi. Kaja nikaelezea shida yake. Nikamuuliza, mama, unataka nikufanyie nini? Kuna vitu vingine sitakuombea. Kanambia, mimi nataka tu nipate mahali ambapo ninaweza kujisikia. Shida yao watoto wao. Ilinigusa sana kama mchungaji. Nachukua jukumu langu. Akamwambia, akaniambia nataka hata kama ni nyumba ambayo haina stima tu nitulie. Akamwambia akatafuta. Alipokuja kunielezea kama amepata, nikamlipia hiyo nyumba. Nikamuuliza, nikupatie pesa ngapi uanze biashara yako? Akasema mimi 1000 tu. Nifungue hata kama ni biashara ya kuuza viazi pale mahali. Nikamwambia, kwanza chukua hii 1000 ya biashara. Hii 1000 chukua 200 fanya fair uende paka Kongoe. Bado kuuza viazi ukiwa hivyo hautapata makasa. Kiuza chapati ukiwa hivyo hautapata kasa. Nenda ukatafute manguo zako zote na mtoto. Una mali pa kulala. Akafungua ile kazi yake. Alipotoka Kongoe akakaa kesho kutu akafungua biashara yake. Alipofungua ile biashara yake, Mungu akambariki. Leo hii watoto wake wanasoma. Yeye mwenyewe yuko mrembo. Sitaki hata kumuinua. Maana sikumsaidia ni muinue mbele za watu. Amen. Sasa kama unasema una shida, kuna mahali hujapitia. Kwa maana nakwambia ukiwa umepata Mungu mahali unamwabudu, tulia. Fanya kazi ya Mungu kwa njia ya uaminifu. Amen. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Sasa hivi ananiambia wewe mwanaume alikuwa amempatia hao watoto. Anasema alikuja kukutana na ndugu wangu nimtaje. Siku hizi mtu fulani ukimwona hata unaweza mshangaa. Sasa hivi wananitafuta, ndugu zangu ndio wananiona wamana, nikamwambia usilipize kisasi. Wale ni ndugu zako tu bado. Hata sasa hivi nakwambia mwanangu, usilipize kisasi. Wasamehe tu, endelea na maisha yako. Sasa hizi biashara ambayo anafanya sio ile tena. Amen. Amen. Mungu amembariki, amefungua duka lake. Amen. Na katika hiyo duka lake pia kuna kibanda chake cha mboga. Amen. Sasa kama kwa ningeanza kusema baba. Kuna vitu vingine sitakuombewa. Mtu anajaa unamwambia unakuombewa mpira atasikia maombi. Ati ni mwongozo na roho nikuombea utapokea gari wapi? Yeye mwenyewe hata bali kulala hana. Sasa huyo mama hata nilikwambia ni huyu. Mama tulia tu hivyo. Nilikwambia usishuhudie mpaka uniletee. Wanaujua niletee nini? Tulia. Naomba nataka kuolewa, ataolewa. Akuja hapa na kuda mzee mzuri. Aliniambia kwamba hataki ndoa. Nasema baba, yale niliyaona. Kamwambia mwanangu, sasa unataka nani tena? Usifanye dhambi basi. Nasema baba, wale wanaotamani ni wale hawajapitia. Kwa hivyo kuna ndoa zingine mwanangu
Kuna ndoa zingine si ndoa, ni ndoano. Ukibahatika ukipata ile ndoa, tulia. Lakini ukipata ndoano, ukishameza kile kinaitwaje? Masuliwa. Maana ulikibeza kikaenda mpaka utumboni. Sasa inabidi ufanye kupasuliwa. So pole. Utakupasua. Amen. Hebu maliza hapo. Ile. Sasa utakuwa tayari. Kuna mahali hapo ndo nataka nimalizie napo pale mahali nimepataja sije kuonekana muongo. Amen. Ninyi msitafute mtakavyokula na mtakavyokunywa. Ndio. Wala msifanye wasiwasi. Msifanye wasiwasi. Kwa maana hayo yote ndio watafutayo mataifa ya duniani. Hiyo ndio kila mmoja anayetafuta huko duniani. Hata kuna watoto wangu wengine wametoka Saudia leo ndo naanza kuona sura zao. Wamekuwa warembo kweli. Kwa huko Saudia mnakula nini? Wengine wanakuja wamenona, wengine wanakuja watakonda. Nyinyi mbona mmenona hivi? Wao walikuwa mnakunywa damu za Waarabu. Ninaona hapo watu moja mbili. Simuenuke mfanye kanisa hivi. Wajue kama nilikuwa na watoto huko. Wewe ndio wewe. Unaona huyu alikuwa baba. Alikuwa basi. Hakuna mtu anaweza kufananisha baba. Si kama unajua baba inuka tu kufananisha naye. Hawataki kufananishwa, lakini kama ingekuwa kipipa angeinuka. So asante. Hata yule naye nasikia watu wakitoka huko. Shetani ashinde. Kila roho ya uchawi ishinde. Kila roho ya mapepo ishinde. Ndio mwekele mkono pale kwa afunguliwe na hiyo roho itoke. Amen. Amen. Kwa madogo tu. Tunashtuka sisi tumezoea ngazi zetu hizo. Bora kweli tulijua hizo kazi zako. Tulijua hizi. Unapambana na uchore. Hebu maliza hapo. Amen. Hata uende kama pia wewe shetani amekasirika. Kwa maana sasa hayo yote ndio watafutayo mataifa ya duniani, lakini baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo. Una haja ya hayo, unahitaji kula, unahitaji kuishi vizuri, unahitaji amani, uvae vizuri, mpaka uringe. Hapo ndio vingine uamke navyo. Hapo uwe hai. Amen. Bali utafuteni ufalme wa Mungu. Sasa umeambiwa kama unahitaji kupata hai na nguvu. Umeambiwa ufanye nini? Tafuta ufalme wa Mungu. Mbona unataka kuongea? Ndio vai nini? Ndio kai vizuri. Uwe na klia. Uwe na mke wako. Na mume wako. Watoto wako. Uwe na amani. Ukule vizuri. Uache kukula danganya saa zote mpaka upande mmoja unafura unaacha mwingine. Endelea. Amen. Bali tafuteni ufalme wa Mungu na hayo mtaongezewa. Tuseme unaongozwa na roho pande mwingine. Hii ni lazima utafute ufalme wa Mungu. Amen. Nikwambia mambo ya unabii Kenya hakuna. Uliobaki sasa ni uongo mtupu. Ni mfuate kile Mungu anakuambia tu sasa. Nipata kile mapasta wanasema utakufa siku ziza. Ama ukufe maskini. Amen. Kope. Yeah. Enyi kundi dogo. Nyinyi watu kidogo. Nyinyi watu mnaodharauliwa. Kwa kuwa baba yetu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Amen. Alafu viuzeni. Hapo ndio nilikuwa nangojea. Sasa hapo ndio ni kitu ambacho Sabia hawezi ingia.
hapo ndipo ambapo sema mimi siwezi ingia. Teni mlivyo navyo mtoe sadaka. Utoe sadaka. Jifanyeni mifuko. Jifanyeni mifuko isiyochakaa. Akiba isiyopungua katika mbingu. Mahali pasipokaribia mwivi. Pasipokaribia mwivi. Hata haya maliza kwa sababu time zimeenda. Amen. Wala nondo aharibu, ambaye anaweza kuharibu. Yaani ukiwa karibu na Mungu na ukipata vile Mungu anafanya, chochote unachokifanya mbele za Mungu hakutakuwa na uharibifu. Amen. Yule mama ambaye nilikwambia historia yake ambaye nilimsaidia alikuwa hapa na Mungu. Na mpaka siku hizi yule mama yaani ameokoka. Naona ameokoka hata kuliko viongozi. Mpaka sasa ananiambia baba, mimi natamani tu nifanye huduma, mimi natamani tu huduma. Nakwambia tulia. Kwa unataka kufanya huduma kwa sababu ya mahali ulitoka. Lakini ngoja uitwe. Unajua ukifanya huduma kwa sababu una hasira au utafanya vizuri. Utakuwa ukiomba Mungu alipize. Mungu mdunge mkuki huyo. Sasa unasikia wewe mama. Sasa utatuka mwitu mikuki baba. Aliniacha mimi nikihangaika na watoto. Nikiwa mpaka watu wananiita chokola. Na sisi tukiwa kwa huduma tunawaombea wale ambao wanatusema Mungu wabariki. Na wewe sasa tukiambiwa Mungu unakasirika. Ikifika mahali pa kukemea ndio unaua kabisa. Maliza. Na Mungu unamkanyaga, tumeambiwa nikanyaga hiki na nyoka, sasa unamchukua yule bwana unamkanyaga ni nyoka. Amen. Alikuja Mungu apike tu mwanangu, ninakupenda kwa sababu hata wewe ndio ulikubali kumpenda Yesu na sasa hizi maisha yako yako mazuri. Amen. Mungu akubariki sana. Nachukua sadaka hii. Nakuja nayo kwako. Nakuja nayo kwako. Ukaikubali Bwana. Bariki sasa. Unibariki sasa. Unifungue sasa. Uniinue sasa, maana ni wakati wa kujua vile ninavyokufuata. Baba, ipokee sadaka yangu na iwe manukato mbele zako. Baba, iwe manukato mbele zako. Bwana Yesu, sadaka yangu ikakupendeze. Ipendeze mbingu na malaika zake. Bwana Yesu, ipokee sadaka hii. Ikanene kinyume ya maadui zangu. Ikanene kinyume na watesi wangu. Ikanene kinyume na wanaonifuatilia maisha yangu. Ikanene kinyume na madhabahu za uchawi, za manyanya, za kwetu na za mila. Baba, ninazikataa. Nitoa sadaka zao ili wafunge nyumba zetu, ili wafunge maisha yetu. Baba, nami ninakuja na sadaka nikafumulishe hiyo nyumba na nikafumulishe maisha yangu pamoja na jamii yangu. Mungu wangu, Baba yangu, ukanifanya mwema leo. Mtu aliye na kibali mbele zako. Asante Mungu kwa kuipokea sadaka yangu. Ninajua nitafunguliwa pamoja na jamii yangu na nitapata amani siku zote za maisha yangu. Asante Mungu kwa kunipokea pamoja na sadaka yangu, na ni kwa jina lako Yesu takatifu tumeomba na kuamini. Amen. Leta sadaka zako.
I'm